Kipekee kabisa namshukuru mume wangu kipenzi. Kwa kweli kama mume nimepata. Yani hilo tu namshukuru Mungu sana kwa ajili ya huyu baba. Yani ana mambo mengi mazuri ambayo ananifanyia, anatufanyia kwenye familia yetu. Sihitaji kuzungumza kwa sababu uzuri ni kwamba Mungu amemuumba mwanamke kama mtu ambaye ana multiply kila anachopewa au anakizidisha. Kama alivyonipa mbegu, basi tumbo hili hapa. Alijifichi kama pembe la ng'ombe, si ndio? Kwa hiyo mwanaume anayetoa frustration kwa mwanamke inaonekana. Yani huna haja ya kuuliza kama huyu baba ana play part yake vizuri. Kwa sababu kanuni ni moja tu kwenye mahusiano. Mpende mke wako na mke mtii mume. Kwa hiyo ukiona kuna hizo lugha gonga na ujue kuna kanuni zile hazijafuatwa. Kwa hiyo kwa mume wangu sijui hata nianzie wapi, lakini namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo. Na nawashukuru sana. Umesema ni kidogo, lakini hamna kitu kidogo. Hakuna zawadi ndogo. Mtu ambaye anatenga muda wake kukufikiria na kushiriki katika jambo lako, hiyo ni thamani kubwa sana. Dunia imeingia sana kwenye material things, lakini utu mlichokionyesha ni utu mkubwa sana. Na mimi kwa kweli ninawashukuru mno. Sina namna kabisa ya kuonyesha shukrani zangu au moyo wangu wa shukrani, lakini Mungu mwenyewe ndiye anayefahamu. Nimefurahi sana kwa zawadi ambazo mmenipatia, nikianza na zoezi hili ambalo linaishia la zawadi, lakini pia kwa uwepo wenu mahali hapa. Yani nilivyowaona sikutarajia. Sijawahi kufanyiwa surprise kama hii, sijawahi. Yani nafikiri ilikuwa ni kitu kigeni kwangu. Na kwa kweli imekuwa ni surprise kwa sababu sijahisi kwanza. Sijahisi siku nzima hii, sijahisi, maana mimi kutoka na mume wangu ni kawaida na watoto. Aliniambia tu itabidi twende lunch kwa ajili ya Lincoln, birthday yake ilikuwa juzi. Akamwahidi Jumamosi tutaenda lunch. Kwa hiyo leo nilikuwa najua tu anatimiza ahadi yake kwa mtoto kumpeleka lunch. Kwa ndio tukawa tumeenda zetu tu lunch hapo. Basi yani hata hii nguo nimevaa hapa nashangaa kuna blue na pink. Yani imekuwa ni coincidence kwa sababu mimi nimejivalia tu. Nikasema okay, ngoja nivae tu hii niende kwenye lunch na mtoto. Lakini nimerudi hapa ndo nakuta vitu kama hivi, kuna blue hapo na kuna pink hapo. Lakini zaidi nilivyorudi nikawaona, kwanza nikapata mshtuko kwa sababu sikuwa kichwani nawaza kitu kinachoitwa baby shower. Na watoto wawili sijawahi kufanya hivi vitu. Mimi wanaona tu kwenye mitandao, basi naangalia napita. Na mimi kwa kuwa sio mtu wa kuigaiga vitu, basi sio kwa sababu fulani kafanya na mimi nafanya. Sinaga lifestyle za kuigaiga, kukopi maisha ya watu. Mimi wanaishi tu life, yani uwezo wangu au halisia wangu. Hata birthday zangu mimi, watoto ndio mjini huku wamezoea kufanyiwa birthday, lakini hata mimi mwenyewe birthday si kitu nilikuwa nahangaika nacho kwa sababu sijakuwa kwenye huo utamaduni. Sasa hii nilipowakuteni hapa, yani nimepata kwanza mshtuko, nikasema kuna shida gani? Lakini nilivyowaona mmependeza, nikaanza kuwaza tena kwani kuna nini? Yani jamani, kwa kweli leo mmeniweza. Yani kama ni surprise, yani nimepata leo ndo experience surprise. Nawaambia ukweli. Yani nawaambia ukweli na naamini kumbe kweli kuna surprise. Maana mimi nikiangaliaga mitandao nasema wana lolote. Wanajifanyisha tu, wana act. Yani nasema wana act, lakini kwa kweli leo nakiri kweli ziko za ukweli. Hata kama ziko za kuigiza lakini kuna zile genuine za ukweli kwa sababu hii nilikuwa sijui. Kwa hiyo nashukuru sana na kipekee kabisa namshukuru mume wangu kipenzi. Kwa kweli kama mume nimepata. Yani hilo tu namshukuru Mungu sana kwa ajili ya huyu baba. Yani ana mambo mengi mazuri ambayo ananifanyia, anatufanyia kwenye familia yetu. Sihitaji kuzungumza kwa sababu uzuri ni kwamba Mungu amemuumba mwanamke kama mtu ambaye ana multiply kila anachopewa au anakizidisha. Kama alivyonipa mbegu, basi tumbo hili hapa. Alijifichi kama pembe la ng'ombe, si ndio?
Kwa hiyo mwanaume anayetoa frustration kwa mwanamke inaonekana. Yaani huna haja ya kuuliza kama huyu baba ana play part yake vizuri. Kwa sababu kanuni ni moja tu kwenye mahusiano. Mpende mke wako na mke mtii mume. Kwa hiyo ukiona kuna hizo lugha gonga na ujue kuna kanuni zile hazijafuatwa. Kwa hiyo kwa mume wangu huyu unaona kabisa kila kitu kiko kwenye order. Yeye ananipenda, mimi automatic namtii. Yaani utafanyaje mtu anayekupenda, anayekujali namna hiyo utafanya nini? Zaidi ya kumtii. Wala hahitaji maguvu, wala hahitaji yeye kuomba kutiiwa. Maana kuna wanaume wanaomba sana utii. Wanalazimisha sana. Wanawake wa siku hizi hawatutii, hawafanyeje? Mpende mkeo. Hiyo ndo kanuni ya Mungu. Ukimpenda hakutakuwa na drama. Ukiona drama ujue kuna mahali msingi umeyumba. Na msingi ni mwanaume ambaye Mungu alimuumba kwanza. Sio sisi tulioamua wanaume waumbwe kwanza. Mungu aliamua kumleta mwanaume kama foundation. Kwa hiyo foundation ikiumba ili gorofa haliwezi kukaa, lazima litadondoka. Kwa hiyo ukiona nyumba inadondoka, usijiulize. Wewe jua tu msingi kuna mahali umekwama. Kwa hiyo huo ndio ujumbe wangu kwao, lakini kwa wanaume jumla, ila nikimpongeza sana mume wangu kwamba amekuwa msingi imara, amekuwa mwamba imara, yani amekuwa nguzo katika familia yetu, yani sijui hata niseme nini. Maana niliona mwingine anasema Joyce sasa hivi kapata mume katulia. Kumbe najua nimetulia. Kwa sababu nimepata mume nimetulia. Ila ukipata gumegume utulii, utasikika tu kelele zako. Ukisikia mtu anapiga kelele ujue tayari aliyenaye sie. Kwa hiyo mwanaume arudi ajitafakari. Kwa mimi kwa kweli namshukuru sana mume wangu. Sijui yuko wapi, nimpe busu la shukurani. Basi leo kuna kitu cha tofauti sasa tukiwa kule hotelini akatoka akawa yani anachukua muda kidogo. Nikasema mbona hii tabia sijawahi kuizoea. Mpaka nikamwambia ndugu yangu, umetupaki wawili huko hotelini. Unakuja unakaa hapa tunakula kidogo afu unapotea. Ukipotea unachukua muda, sio kawaida yako. Siku zote tunatoka sio. Hata hajaipa, yani akaibrush tu juu yani. Lakini ikawa inanisumbua. Nilipokuja hapa ndio nikaona kumbe ndio maana alikuwa anatoka naenda, kuna mambo yake alikuwa atakuwa anaongelea huko pembeni. Ukweli yani haise, lakini sijawahi kuhisi. Huyu wifi yangu amekuja hapa, huwa anapika, najua ni mpishi, Love Dot Catherine. Sasa mimi nikajua ana order, nikasema wiki hii amepata order. Alikuwa na order kama siku 2 mfululizo, lakini nikamwona tena juzi, nikamwona tena jana. Leo nikasema tu huyu atakuwa amepata order nyingi kweli wiki hii. Yaani sijahisi chochote. Sijahisi chochote kabisa. Ndio basi tumeenda zetu lunch na rudi. Mume wangu pale nje anasemaje? Gari imezima. Anamuita nani wake, anko wake pale. Mdogo wake anamwambia Makene, njoo hii gari imezima, utajua utaingizaje ndani. Yaani na mimi akili yangu inaamini imezima. Basi nikamwambia sasa wewe imekuzimikia, yeye ataingizaje? Sasa kama kawaida, yani jambo kwa sababu anajua anachokifanya, anakibrush alafu analeta topic nyingine. Basi tukaingia event ambayo nilikuwa najua leo ipo hapa. Ni mpiga picha huyu, alikuwa anakuja tupige picha za maternity. Na kama kagauni kangu kamoja si mbili, nilikuwa nimeandaza kupigia picha za kumbukumbu za tumbo. Ndio nikamwambia mbona umemweka mpaka saa hizi? Akasema yeye mwenyewe kachelewa. Basi na kulikuwa nafikiri mume wangu mnamjua ni mwanamuziki. Kuna nyimbo alikuwa ameimba akasema wale vijana wanakuja kufanya mazoezi. Kwa akanitengenezea mazingira ambayo hata nisingehisi, bado ningehisi kama hao watu wanakuja kufanya mazoezi ya wimbo na mpiga picha wangu anakuja hapa anipige picha za nini? Za kumbukumbu. Sasa wakati tunarudi namwambia hivi kweli mpaka saa hizi tumemweka sana. Kwa niliona gari moja pale nje, tena ni gari nafikiri ni ya kwake. Tukaiangalia nikamwambia gari ya nani? Nikamwambia hii taasisi ya mpiga picha wetu. Akasema kweli. Basi gari ikazimwa, nikamwambia imezimika.
Sasa naingia ndo nasikia surprise. Jamani, yani nimesikia sijui nizimie, sijui nifurahi, sijui nilie. Nafikiri vilikuwa mchanganyiko vyote. Lakini all in all kwa kweli nimefurahi sana kwa ujio huu wa huyu mtoto wangu. Amekuja na kitu kipya kwenye maisha yangu, new experience ambayo imenipa kumbukumbu nzuri sana. Najisikia furaha, nasikia faraja, nasikia kupendwa. Yani aisee, Mungu awabariki sana. Nawaombea sana na nyinyi mpate wenza wanaowapenda. Yani upendo ni kitu muhimu sana. It's a priceless. Unaweza ukawa una mavitu lakini unalilia umo. Una gorofa unalilia umo. Una marenji unalilia umo. Una hela zimejaa kwenye account still unalia. Kwa sababu kuna vitu Mungu ameweka natural kwamba mwanamke unahitaji mwanaume, si ndio? Kwa hiyo maombi yangu upate mwenza mzuri, mwenza sahihi ambaye atakuwazia mema, atakupenda, atakujali. Hivyo vitu vingine vyote vitakuwa na meaning kama kwenye mahusiano yako kuna furaha, kuna amani, kuna upendo. Kwa hiyo hicho ndio kitu kikubwa ambacho ningekiomba kwa Mwenyezi Mungu kwako. Otherwise kwa kweli asanteni sana. Wote niliwaona, nimewafurahia, nimependa uwepo wenu. Wote marafiki zangu, ndugu zangu. Wengine wateja wetu washakuwa ndugu zetu. Yani wote nimefurahi sana. Mama yangu huyu, mama mkwe wangu, mawifi zangu. Yani nimewaona wake wenzangu, washikaji zangu, kina Lili. I say thank you very much. Mungu awabariki mno. Asanteni sana kwa kuja. Na mume wangu nimemuita jamani, angalau nimkumbatie hapa. Hataki? Anakuja? Haya, basi mimi ni machache tu ni hayo, lakini msiseme mmeleta zawadi chache. Hapana. Zawadi namba 1, kwanza tu kitendo cha wewe kunifikiria, kuja, kuitika wito kabla hata hujatoa kitu chochote. Kwa hiyo hizi ni zina thamani kubwa sana. Hakuna kitu kidogo kwangu. Kitendo cha kukuona pia ni zawadi kubwa sana kwangu. Kwa hiyo hakuna zawadi ndogo jamani. Msije mkasema hichi kidogo, hapana. Hakuna kidogo. Muda wenu mliochukua kuorganize hili jambo, it's a priceless, na Mungu awabariki sana. Thank you very much.